Mwananchi ukurasa wa mbele wameweka habari, wanasema ukomo na elimu nafasi ya ubunge vyazua mjadala. Rasimu ya katiba ilikuwa inasema, rasimu ya tume ya mabadiliko ya katiba ambayo iliongozwa na Jaji Joseph Warioba ilipendekeza ukomo wa ubunge uwe kwa vipindi vitatu vya miaka mitano kila mmoja. Sasa Justina Alois ananukuliwa anasema bado naona kichekesho, yani unamchagua mbunge kwa sifa ya kujua kusoma na kuandika, alafu anaenda kutunga sheria. Hii kweli hivi Tanzania hii kwa mageuzi makubwa ya elimu tunahitaji mtu mwenye sifa hiyo? Jamani, tunahitaji mtu mwenye sifa ya kujua kusoma na kuandika tu awe mbunge, au tunahitaji sifa ya ziada? Ndio watu wanahoji sasa hapa. Sasa ukomo na elimu nafasi ya ubunge vyazua mjadala. Rasimu ya Warioba ile watu wameirudisha hapa kwamba ile ilikuwa nzuri ile. Wewe maoni yako ni yapi juu ya hii kwa na ukomo wa ubunge na kigezo cha elimu kiwepo? Okay, tuweke kigezo elimu gani? Maana sasa hivi sifa ya kugombea ubunge ni kujua tu kusoma na kuandika. Basi tuweke elimu gani? 0755 096159. Lete ujumbe wako Uncle BK twenzetu. Unajua bado tumekuwa na changamoto kubwa sana, na ndio maana tutakuwa tunalalamika kila siku wa Tanzania. Tunapigwa kwenye miradi, sijui tuna nini. Unajua bunge linajadili vitu vikubwa sana. Sijui unanielewa vizuri. Bunge linajadili vitu vikubwa sana. Nakumbuka hao wenzetu wawekezaji hawaleti lugha zetu za Kizigua hizi na Kigogo. Sijui unanielewa? Lugha zinazokuja pale ni lugha za kisomi. Sasa leo bado tuko kwenye ile dunia ya sifa ya kugombea nafasi ya uongozi, ujue kusoma na kuandika Kiswahili ama Kiingereza. Sijui umeelewa? Umri ni kuanzia miaka 18 na 20 kwenda huko. Katika nafasi ya urais miaka 41 kwenda juu unaruhusiwa kugombea hiyo nafasi, lakini kigezo kikubwa ujue kusoma na kuandika. Lakini sifa kubwa ya kazi yetu sisi, unajua tunasomea kama wakulima. Wa Tanzania yani sifa kubwa ni mkulima, kama utakuwa sio mfanya biashara. Kwa sasa tunapaswa tuondoke huko. Yani kwa dunia ilipo, mimi nasema at least elimu ya kiwango gani? At least japokuwa kuna watu wanatofautisha elimu na uongozi. Wanakuambia time nyingine uongozi hauhitaji elimu, lakini si kweli, kwa sababu usipokuwa na elimu ndio utatuingiza chaka. Ngombe uongozi hauhusiani kabisa na elimu. Unaweza kuwa na elimu lakini ukashindwa kuongoza. Unanikwepa. Mimi natamani yani kuanzia hizi nafasi, hata mwenyekiti wa mtaa, sijui diwani, hata hao wajumbe, basi at least hata umekosa kidiploma uwe nacho diploma. Na kule kwa nini degree na kuendelea huko mbele na ma-PhD na kila kitu, kwa sababu tunakwenda kujadili vitu vikubwa. Sasa hivi wawekezaji wanakuja hadi ngazi za chini huku. Mtu anakuja anataka kuwekeza, ameona sehemu ya wazi anataka kuwekeza, lakini sasa mnajadili vipi? Inawezekana ikawa mwenyekiti yuko vizuri kidogo, mashallah, Mwenyezi Mungu amemjalia amepata elimu, lakini hawa wajumbe ndio wenzangu na mimi. Sasa unakuja kukuta tunapigwa hapo. Dakika mwisho wa siku tunalalamika tu, tunapigwa, tunaingizwa chaka kutokana na aina ya viongozi tuliokuwa nao, kwa sababu tunakwenda kujadili vitu vikubwa kuliko uwezo ambao tuko nao. Kwa hiyo akili ndogo, sio akili ndogo. Mimi sikusema akili ndogo, nimesema tunaenda kujadili vitu vikubwa kuliko uwezo tulionao katika kujadili mambo. Unachofanya wewe ni kupemba una sugarcoat mambo. Yani unakuta kinachoitwa pua na kiitwa bua. Mimi nafikiri nilivyokuelewa umesema tunakwenda kujadili mambo makubwa ni akili ndogo au? Nimesema tunajadili mambo makubwa kuliko uwezo tuliokuwa nao wa kudadavua ama kufanya udadavuzi wa mambo. Sijui umeelewa vizuri Kiswahili. Maana kufanya udadavuzi nao lazima uwe na wakili kubwa ya kudadavua. Hicho ni Kiswahili ndugu yangu Mea. Kwa sababu unajiita mimi Mswahili. Mswahili gani? Tuendelee. Sababu hapo napenda mimi niko sako baku na wewe kwenye udadavuzi wako. Ndio? Yani mimi niko na wewe kabisa. Jinsi kwenye udadavuzi wako. Sasa labda tuende tusaidia hapa. Elimu umesema diploma. Wale ambao wana diploma tuwatoe. Haina maana kwamba wajiendeleze, si wanahitaji diploma ya fani gani? Diploma ya fani gani? Sasa mambo ya kupeleka na VETA sasa. Diploma ya fani gani?
mambo. Kwa sababu tunahitaji tunataka mtu anayechanganua vitu. Tunampeleka mtu bungeni akatunge sheria. Yes. Tukubaliane. Wabunge wote wao wana sheria. Tuwe multipurpose. Yani tusome na sheria. Yes. Kwa hilo ni la muhimu sana kwa sababu kule watu wanashindana kwa hoja. Na ndio maana unakuta watu ambao vichwa vyao viko vizuri. Tunaye Mavunde. Ukiona vichwa amesomea sheria. Tuna kina Ali Mamdee. Wengine wako wachache. Kwa hiyo kila anayekuja cheka tuambie kabisa. Umesomea wana sheria. Lazima tujue nani. Yaani tunakwenda kujadili vitu vikubwa kumbuke kule. Ndio maana unasikia hayo sijui DP World, sijui manini. Maana yake unaenda kujadili vitu vikubwa ambavyo uwezo wako wa kuvijadili ni mdogo. Yaani kuna redio kubwa bendi moja. Hatuwezi kuwa redio kubwa afu bendi moja. Haiwezekani. Hili swala la kupeleka mbunge wetu alafu anateuliwa kuwa waziri. Nalo unalionaje? Ni jambo zuri. Sisi tunampeleka katusemee pale. Lakini akifika pale hatumsikii akisema. Kwa nini tunasema jamani mbunge wetu huyu vipi mbona hasemi kitu?